mtazamaji wa SAU TV, matumaini yangu kuwa mzima wa afya. Karibu sana kwenye kipindi cha Sports Warm Up. Na siku ya leo tumetoka nje kwa ajili ya kwenda kuzungumza na baadhi ya makapteni wa timu mbalimbali zinazopatikana ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Ikumbuke walisafiri kuelekea kule mkoani Tabora kwa ajili ya mashindano ya TAKUSU. Sasa mambo yalikuwaje? Niko na makapteni wa timu mbalimbali kutoka hapa katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kutaka kufahamu mambo yalikwendaje huko mkoani Tabora. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Rusia Mkono. Habari zenu? Safi. Kapteni, mambo yanakwendaje? Mambo sio mabaya. Kwa upande wa Clifford, wewe ni kapteni wa mchezo wa mpira wa miguu ndani ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kwa upande wa wanafunzi. Kwako nyie, nyie kama mchezo wa mpira wa miguu, mashindano yalikuwa ya namna gani? Tumeenda na tumerudi salama. Ni jambo la kipekee kwanza. Kwa upande wa mashindano ni magumu always. Sababu kila timu inakuja imejiandaa, kwa hiyo huwa ni magumu mara zote. Kwa mashindano mwaka huu yalikuwa magumu haswa kwa sababu tumeshindwa kufikisha malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hata hapo ambapo tulifika sio hatua mbaya. Ndio ilikuwa malengo, lakini pale ambapo tumefika tunashukuru Mwenyezi Mungu. Wakati unaofuata labda tutafanya vizuri zaidi ya hivi. Rashid Said, kwa upande wa mchezo wa wavu, changamoto ilikuwa wapi? Mmefika fainali lakini mkatolewa. Kipi kiboresho ili kuhakikisha basi mashindano yajayo yanakuwa mazuri zaidi au yanakuwa bora zaidi? Kwenye upande wa marekebisho au kuboresha, mambo mengi yanatakiwa yaboreshwe hasa katika mtazamo mzima wa kichuo. Lakini jambo la kwanza ni mazoezi. Muda wa mazoezi umekuwa ukiingiliana sana na vipindi vya chuo. Kwa hilo ndo naona kwangu mimi ni kitu ambacho kinatufanya tushindwe kujiandaa vizuri na kurudi na vikombe kama ilivyo kawaida yetu chuo cha Sauti. Lakini naamini kama hilo linawezekana, ili kwa sababu hauwezi ukaenda kwenye mashindano bila kujiandaa vizuri. Nasema jiandaa vizuri ndio unatengeneza kitu kizuri. Kwa hiyo ni maandalizi. Tukifanya maboresho kwenye maandalizi, naamini kuanzia mwakani na miaka ijayo tutaweza kurudi na kikombe. Kwa upande wa Clifford, kwa nini mpira wa miguu licha kwa mna timu nzuri sana, lakini changamoto ilikuwa wapi? Hadi kule TAKUSU basi shughuli yenu tunaweza kusema kwamba ikaishia hapo. Kwa kweli kila mtu alijiuliza hilo swali, kwa sababu kila ambaye alikuwa anatazama namna ambavyo tunacheza, namna ambavyo tulikuwa tumejiandaa, tulionekana kuwa bora zaidi ya timu nyingi ambazo zilikuwa kule. Lakini Mwenyezi Mungu naye huwa na mipango yake, na sisi tunaamini kwamba sisi tunapanga, sisi tunajiandaa, lakini Mwenyezi Mungu ndo anaamua nani awe sehemu gani kwa wakati gani. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea mwaka huu sisi tumekipokea, yale ambayo tunaamini ambayo tunaweza tukayafanyia kazi ili kufanya vizuri msimu ujao. Nafikiri walimu wameyachukua na wanawafanyia kazi hata hivi sasa, ili kwa mashindano ambayo yanafuata tuweze kufanya vizuri zaidi. Lakini hakukuwa na changamoto tofauti na zile za kimchezo. Nafikiri ni ushindani tu ndicho ambacho kilikuwepo, na tumeshindwa, na sisi tumekubali kama washindani tulishindwa. Kwa hiyo tumekurudi kujiandaa ili wakati unaofuata tufanye vizuri zaidi hapa. Nelson Mtundi, kwa upande wa mchezo wa kikapu, kila siku tunaona mnapiga mazoezi, na ukisema miongoni mwa michezo ambayo inaongoza kwa kufanya vizuri mazoezi kila muda mnafanya, lakini mlivyoenda kule ni changamoto gani ambayo nyinyi mlikutana nayo kwa upande wa mchezo wa kikapu? Changamoto kubwa ni kufungwa tu. Niseme tu kwa lugha nyepesi, kwa sababu hata timu kubwa zinazofanya mazoezi ya mchezo wa kikapu bado na zenyewe zinafungwa. Kwa hiyo hakukuwa na changamoto nyingine kwamba utasema, ila ni kwamba lazima apatikane mshindi, ndio maana tunakuwa na mashindano. Clifford Njogolo, kipi sasa nyinyi kwa nyinyi mnatamani kiweze kuboreshwa ili mashindano yajayo kwa upande wa mpira wa miguu basi yanakuwa bora zaidi? Ndani ya uwanja nafikiri ni masuala ya technical bench na walimu, lakini kwa nje ya uwanja serikali ambayo itakuwa madarakani, nachokiona ambacho wanaweza kukifanya ili kuongeza ubora wa kile ambacho kipo, kwanza kwenye namba ya washiriki, idadi ya watu kama itawezekana iongezeke zaidi ya ile ambayo ilikuwepo. Lakini pia masuala mengine ni vitu kama usafiri na nini, kama kutakuwa na uwezekano vipatikane bora zaidi ya vile ambavyo vipo kwa sasa. Nafikiri masuala mengine ni ya kiuchezaji na technical bench ndio inaweza kuyashughulikia zaidi. Mtundi Nelson, kwa nyinyi kama mpira wa kikapu, kipi ambacho mnatamani basi na nyinyi mfanyiwe, au nyinyi kama nyinyi mmepanga kufanya ili kuhakikisha basi mashindano yajayo yanakuwa bora zaidi huko ambako mtakwenda? Yaani kwa ujumla nikisema kwamba ili mashindano yawe bora zaidi, na maanisha kwamba
ushirikiano inabidi uongezeke baina ya serikali ya wanafunzi na wachezaji. Nikiwa nazungumzia hilo ni kwamba inabidi wachezaji au viongozi katika kila mchezo wao wanashirikishwa katika kila hatua, na wasio watu ambao wanatakiwa kuonekana kwa sababu ya kucheza tu. Pia waboreshe eneo la malazi, itakuwa ni bora zaidi. Lakini pia kama captain mwenzangu alivyosema hapo, swala la usafiri pia likiboreshwa itakuwa ni safi. Ilikuwa bora, lakini kama unavyoelewa ni kwamba kadri muda unazidi kwenda inabidi uboreshe kitu ambacho unafanyaje unakifanya. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba mambo yatakuwa mazuri awamu inayofuata. Na mimi niseme tu niwapongeze kwa hasa kwenye mchezo wa mpira miguu. Niliona mmepiga watu 5, 7, lakini kwa kufika finali kongole kwenu. Fika hapo mmefika mshindani. Kongole pia kwenu. Captain Clifford, licha ya kuacha kwamba changamoto zote mlizokutana nazo, mmeshindwa mkatolewa, lakini kipi ambacho kilikufurahisha katika mashindano hayo kule mkoani Tabora? Cha kwanza ni uendeshaji wa mashindano. Kwa kiasi fulani ulikuwa bora tofauti na miaka ya nyuma. Kama unakumbuka msimu kabla msimu huu mashindano hayakufanikiwa kufika mwisho kwa maana ya watu kucheza finali. Lakini mwaka huu wamejitahidi kudhibiti zile changamoto ambazo zilikuwa ni za wazi kabisa, ambazo zilipelekea kuwa na mtafaruku msimu ule wa nyuma. Kwa hiyo nimependa jinsi ambavyo waliweza kudhibiti issues kama mamluki na issues nyingine ndogo ndogo, lakini pia eneo na maandalizi yalikuwa mazuri zaidi. Pitch zilikuwa zinaonekana ziko sawa, ndio timu nyingi zilikuja zimejiandaa. Hata wale ambao walikuwa wanadhaniwa kuwa ni wanyonge walikuja kwenye namna ya tofauti zaidi. Kwa hiyo mwaka huu mashindano yalikuwa mazuri zaidi kwa sababu timu nyingi zilikuja zikiwa zimekuja kushindana tofauti na miaka ya nyuma. Kwa hiyo ilikuwa bora, na natamani kwa wale ambao watapata nafasi ya kushiriki mwakani basi iwe bora zaidi ya mwaka huu, kwa maana ya maandalizi yawe makubwa zaidi. Lakini pia kama itawezekana aina ya zawadi ambazo zinatolewa kwenye mashindano kama zitaboreshwa zaidi, huenda italeta morali na motisha kwenye namna ambayo itawafanya wachezaji kuongeza na kuifanya foramu ile kwa kubwa zaidi ya pale ambapo ipo. Elshad Saidi, kapteni wa mchezo wa wavu, wewe kipi ambacho kilikuvutia sana kwenye mashindano ya Takusu ya mwaka huu? All in all, katika jambo kubwa ambalo limenifurahisha sana ni ushirikiano kati ya michezo yote, inamaanisha mpira wa miguu, wa pete, wa netball, basket na sisi. Kulikuwa na ushirikiano mzuri sana. Unakuta labda hawa football wakiwa wanacheza mpira, unakuta netball hapo wanawashangilia, unakuwa kuna vibe, watu wanafurahia. Pia hata usipopata matokeo mazuri unakuta watu hapo wana support wenzao. Ilikuwa ni moment nzuri sana katika mambo ambayo siwezi kuyasahau. Ni hilo ilikuwa ni Nelson Mtundi, kipi ambacho wewe kilikuvutia ukahisi kwamba mashindano haya yamekuwa bora sana kwa mwaka huu kule mkoani Tabora? Kwa ujumla ni kwamba mashindano yamekuwa mazuri sana, kwa sababu jambo la kwanza ni kwenye uandaji wa mashindano ambao uhalisia tukiwa tunazungumzia kuanzia management ya viongozi mpaka mshiriki. Lakini jambo la pili pia tulivutiwa na ukarimu wa wenyeji wetu ambao walikuwa ni walikuwa ni wakarimu sana kwetu. Tulipata nafasi ya nao katika baadhi ya mchezo, lakini pia walikuwa ni watu ambao wanapenda kuwasupport wageni wao kwa namna yote. Shukrani sana Mtundi Nelson, naamini siku nyingine wakisema kwenda Tabora ushasema mji umejipanga vizuri na hakika utafurahi pia kupata safari ya kuelekea tena mkoani Tabora. Kwa nukta ndivyo ninavyotamatisha kipindi cha Sports Warm Up kwa siku hii ya leo, na tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na mashindano ya Takusu ambayo yalifanyika kule mkoani Tabora, na nilikuwa na makapteni wa mchezo wa kikapu, mchezo wa wavu pamoja na mchezo wa mpira wa miguu kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino. Naamini umewasikia wao wakisema kuwa wakizieleza changamoto ambazo ziliwafanya hadi kuweza kutoka kule bila kikombe chochote ambacho waliketa ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino. Mimi sina la ziada, niwashukuru wote walihakikisha kipindi hiki kinakufikia. Mimi ni Lucia Mkono. Uwe na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kupitia SAUT TV.